Kuanzia kwanza ufunuo wa Yesu Kristo aliopewa na Mungu aoneshe watumwa wake mambo ambayo hayana budi kuwapo upesi, naye akatuma kwa mkono wa malaika akamuonesha mtumwa wake Yohana alishuhudia neno la Mungu na ushuhuda wa Yesu Kristo na yote aliyoyaona. Heri asomaye na wao wayasikiao maneno ya unabii huu na kuyashika yaliyoandikwa humo, kwa maana wakati uko karibu. Yohana kwa yale makanisa 7 yaliyoko kule Asia, neema na iwe kwenu na amani zitokazo kwake yeye aliyeko na aliyekuwako na atakayekuja, na zitokazo kwa wale roho 7 walioko mbele ya kiti cha enzi chake Mungu, tena zitokazo kwa Yesu Kristo shahidi aliye mwaminifu, na zitokazo kwa roho 7 walio mbele ya kiti cha enzi cha Mungu, tena zitokazo kwa Yesu Kristo shahidi aliye mwaminifu, mzaliwa kwanza waliokufa na mkuu wa ufalme wa dunia. Yeye atupendaye na kutuosha dhambi zetu kwa damu yake na kutufanya kuwa ufalme na makuhani kwa Mungu, naye ni Baba yake, utukufu na ukuu ni wake hata milele. Amina. Tazama yuaja na mawingu, na kila jicho litamuona, na hao waliomchoma, na makabila yote ya dunia wataomboleza kwa ajili yake. Na amina. Mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho, asema Bwana Mungu aliyeko na yuko na atakayekuja, Mwenyezi atukuze sana. Haleluya. Bwana Mungu asifiwe sana. Bwana Mungu wetu asifiwe sana. Tunaona kwamba habari hii njema ambayo Kristo ameleta, yani ufunuo wake Yesu Kristo ambao ni wa mambo ambayo hayana budi kutokea hivi karibuni. Bwana Mungu wetu asifiwe sana. Na anasema ya kwamba huu ni ufunuo wake Yesu Kristo wa maneno ambayo hayana budi kutokea, na kwamba akapewa na Mwenyezi Mungu ambayo ni maneno ya uhakika. Praise the name of the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Na anasema ya kwamba Yesu baada ya kupashwa habari hii naye Mwenyezi Mungu, ya kwamba Kristo naye akapatia malaika wake ampelekee Yohana ambaye alikuwa ni mmoja wapo wale mitume wake Yesu Kristo. Na huyu Yohana ambaye alikuwa na ushuhuda wake Yesu Kristo na ushuhuda wa neno la Mungu. Haleluya. Hapo kwanza tunaona kwamba Yesu alikuwa mshahidi mwaminifu akiwa humu duniani, akahubiri kote Israeli na kwingineko. Na huyu Yohana alikuwa akishuhudia mahubiri yake Yesu Kristo na miujiza na ishara na maajabu ambayo Yesu Kristo alikuwa akitenda pamoja na wale mitume wengine. Haleluya. Na maandiko yanasema kwamba Yohana akawa amewekwa katika kisiwa cha Patmo kwa ajili ya neno la Mungu na kwa ajili ya ushuhuda wa Yesu Kristo. Haleluya. Tunaona kwamba wale Mafarisayo, Masadukayo, wale makuhani na wale wazao wa Yahudi na waandishi basi weza kuleta vurugu, wakazuisha vurugu kwa wale ambao waumini wa Kristo, wale mitume na waumini wengine, na wakajaribu kuvuruga kanisa. Lakini maandiko yanasema kwamba Yesu alisema kwamba atajenga kanisa lake juu ya mwamba, ambapo malango ya kuzimu hayataweza kuangusha kanisa lake. Haleluya. Na tunaona kwamba wengi walijaribu kuangusha kanisa la Kristo, lakini hawangeweza. Hata siku za leo kuna wale wanajaribu kuangusha kanisa la Kristo, lakini linaendelea kuwa na nguvu kila kuchao, kila siku baada ya siku. Maandiko yanasema kwamba the whole creation awaits the revelation of the sons of God. Bwana Mungu apisifa sana, kwamba ulimwengu wote unasubiri kudhihirishwa kwa wana wa Mungu. Haleluya. Ya kwamba maandiko yanasema kwamba uweze kukaa na kukua kutoka kiwango hiki hadi kingine, kutoka utukufu huu hadi mwingine wa juu. Bwana Mungu asifiwe sana. Kwa sababu hiyo tunaona kwamba Yesu akateua huyu Yohana awe ndiye ataandika ufunuo huu wa Yesu Kristo, sababu alikuwa na ushuhuda wa Mungu, neno la Mungu na ushuhuda wa Yesu Kristo, na yote aliyoyaona Kristo akitenda humo duniani. Haleluya. Maandiko yanasema ya kwamba Yesu akapatia malaika huyu ufunuo huu wa Yesu Kristo, mambo ya unabii ambao Kristo analeta ili ya kwamba waja kutimia hivi karibuni.
na akapatia huyo Yohana ambaye kwa hakika alikuwa mmoja wa mitume wake 12, sababu alikuwa na neno la Mungu maishani mwake na ushuhuda wa Yesu Kristo na yote aliyoyashuhudia Kristo akiyatenda. Maandiko yanasema mtashinda kwa ajili ya damu ya mwana kondoo wa Mungu na kwa ajili ya ushuhuda wa mioyo yenu ya vinywa vyenu. Haleluya. Maandiko yanasema Yohana alipopewa ushuhuda huu ama unabii huu wa Yesu Kristo, anasema kwamba heri asomaye habari hii njema, heri aisikiaye, heri ambaye anatekeleza. Haleluya. Sio kusikia tu, pia kwa kusoma, na sio kusoma tu habari hii njema, pia kutekeleza, kutimiza. Maandiko pia yanasema katika Yakobo ya kwamba yule ambaye anasikia neno la Mungu na kusahau analinganishwa na yule ambaye anajiangalia kwa kioo, akiona vile jinsi ilivyo, basi anasahau baadaye. Ni yule ambaye kwa hakika anasikia neno la Mungu na kusahau ama kujua maana yake. Bwana Mungu wetu asifiwe sana kwa jina la Kristo. Maandiko yanasema heri asomaye habari hii njema, heri asikiaye, na heri yule ambaye anatii na kutekeleza habari hii njema. Bwana Mungu wetu sifa asifiwe sana kwa jina la Kristo. Na anasema ya kwamba huyu ni Yohana mtume wa Yesu Kristo kwa yale makanisa 7. Tunaona kwa hakika ni kanisa kama ile Efeso, la Smyrna, la Pergamum, la Thyatira, na pia tunaona la Laodikia, la Thamati. Bwana Mungu ape sifa sana. Na tunaona katika rohoni, tunaona kwamba kanisa la kwanza ambalo lilikuwa la Efeso ni lile la karne ya kwanza, punde tu baada ya Yesu kufa na kufufuka na kupaa angani. Kanisa hilo ambalo ni la kwanza ambalo la Efeso, na tunaona hayo mengine yakaja karne ambazo ziliweza kudhihirishwa baadaye. Na kanisa la Thamati tunaona ni kanisa hili la Laodikia ambalo litashuhudia kurudi kwake Kristo, kama vile imeandikwa katika Ufunuo Yohana mlango wa 1:7, tazama yuaja kwa mawingu. Look, he comes with the clouds of heaven, and every eye shall see him, even those who pierced him on the cross. Hallelujah. Wote watashuhudia kuona Kristo anaporudi na utukufu wa Baba, utukufu wa Mwana, utukufu wa malaika, sababu tunaona kwamba alipopaa mbinguni baada ya kufa na kufufuka alipaa akiwa peke yake, lakini kushuka kwa pili, baada yake ya pili atashuka akiwa na malaika, akiwa na jeshi lake, akiwa na utukufu wa Baba, wa Mwana, wa malaika. Pia sifa sana. Ndivyo tunaona kwamba alipopewa habari hii Yohana akasema, akaambiwa andika maneno haya ambayo unaona sasa, yaliyopita na yatakayokuja. Hallelujah, because the testimony of Jesus is a spirit of prophecy. Bwana Mungu ape sifa sana. Hata Yesu aliwaambia kwamba tazama maneno ambayo Roho Mungu akiwajilieni, basi atawakumbusha mambo ambayo niliwapatia hapo awali na yale yajayo, because the testimony of Jesus is a spirit of prophecy. Bwana Mungu ape sifa sana. Na maandiko anasema ya kwamba neema na amani iwe kwenu zitokazo kwa yule Mungu Mwenyezi aliyekuwapo, yupo na atakayekuja. Haleluya. Na pia hiyo neema na amani zitokazo kwa wale roho 7 ambao wako mbele ya kiti chake cha enzi, ambao ni wale roho 7 ambao wanatumwa katika ulimwenguni kote. Bwana Mungu wetu ape sifa sana. Na hapo tunaona katika sura ya 5 aya 12 tunaona ya kwamba roho 7 wanadhihirishwa hapo, anaposema ya kwamba Mwana kondoo wa Mungu aliuawa na akanunulia Mwenyezi Mungu kila kabila, kila taifa, kila tabaka kwa damu yake, wawe ufalme wa Mungu, wawe wa ufalme wa Mungu na makuhani kwake Mungu Mwenyezi. Na maandiko yanasema ya kwamba huyu Mwana kondoo wa Mungu anastahili heshima na utukufu na shukrani na sifa na hekima na utajiri na baraka. Basi tunaona kwamba hawa roho 7 ambao wanatumwa kwa duniani kote, ambao wako mbele ya kiti chake cha enzi cha Mwenyezi Mungu. Bwana Mungu wetu ape sifa sana. Tunaona kwamba yote ambayo ni ya kufaulu ya lazima yawe ambayo kwa yawe yameongozwa na nguvu za Mungu, because the body without the spirit is dead. Bwana Mungu ape sifa sana. Hata ule unafaulu tunaona ni kwa uweza wa Roho wa Mungu. Hata Samsoni alikuwa na nguvu kwa uwezo wa Roho wa Mungu.
hata hekima ambayo Suleimani alipewa ni kwa roho wa Mungu. Bwana Mungu apewe sifa sana, ya kwamba hiyo neema na amani zitokazo kwake yeye Mwenyezi Mungu aliyekuwapo, yupo na atakayekuja, basi pia zitokazo kwa ile roho, wale roho 7 wako mbele ya kiti chake cha enzi cha Mungu Mwenyezi. Haleluya. Maandiko yanasema ya kwamba basi pia hiyo neema na amani zinatoka kwa yule Yesu Kristo ambaye ni shahidi mwaminifu, ambaye ni mzaliwa kwanza kutoka kwa wafu na mkuu wa ufalme wa dunia. Haleluya. Anasema yeye ni mshahidi mwaminifu, yote ambayo alielekezwa na Mungu kuyatenda humu duniani aliyetekeleza. Haleluya. Kama ni kuhubiri, alihubiri, akahubiri Kapernaum, Nazareti, Yudea, Tyre, Sidona, kwingine kwingi, akisema kwamba tubuni sababu ufalme umekaribia. Haleluya. Hata alisema kwamba kama natoa pepo wachafu na kuwafukuza na kuweka watu huru na kuwaponya, basi mjue ni kidole cha Mungu kimetenda hayo, wala sio kwa nguvu zingine. Haleluya. Mjue kwamba ufalme wa Mungu umewaajirieni. Haleluya. Hivyo maandiko yanasema ya kwamba, akasema ya kwamba yeye ndiye mkuu wa ufalme wa dunia, baada ya kuwa shahidi mwaminifu, sababu alitenda kazi kila wakati. Alisema katika Injili hiyo Yohana Mtakatifu mlango wa 9, akasema wakati tu kuna mwangaza, basi ni wakati wa kutenda kazi. Giza yaja wakati ambapo hamna wakati wa kutenda kazi. Bwana Mungu apewe sifa sana kwa jina la Kristo mkombozi wetu. Na akasema ya kwamba tazama, hili neno litatimia. Anasema ya kwamba huyu shahidi mwaminifu alihubiri Kristo na akatenda ishara na maajabu na miujiza, akaponya viziwi, viwete, vipofu, vilema, hata akafufua wapo kama alivyomfufua mwana wa Jairo, akafufua Lazaro na wengineo. Haleluya. Maandiko yanasema ya kwamba akaambia wale mitume wake katika Injili hiyo ya Marko Mtakatifu mlango huo ambao ni wa 16-15, kwamba enendeni kote ulimwenguni mkaihubiri Injili njema, atakayeamini na kubatizwa basi ataokolewa, atakayekataa kuamini hukumu ya Mungu itakuwa juu yake. Haleluya. Yesu akasema kwamba ishara hizi zitawafuata wale waaminio, kwa jina langu watafukuza pepo wachafu. Kwa jina langu Yesu akasema watawekelea wagonjwa mikono watapona. Kama umewekelea wagonjwa wa arthritis watapona, wakiwekelea wagonjwa wa kansa, asma, diabetes, magonjwa kila aina atapona, sababu Yesu alipokuwa humu duniani aliponya magonjwa ya kila aina, akaponya maradhi ya kila aina. Hata siku za leo Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. Hallelujah. Anazidi kuponya kansa, arthritis, malaria, diabetes, pomo, kila magonjwa, hata wafu anafufua, because Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. Yesu Kristo ndiye yule jana, leo na hata milele. Asifiwe sana Kristo mkombozi wetu. Haleluya. Weamwe, Bwana Mungu apewe sifa sana. Watu kwa hakika Mungu amewaelekeza neno lake ya kwamba waokolewe kwa neno lake, waponywe kwa neno lake, aubariki kwa neno lako. He sends lake Mungu, he sends for his word to heal his people, to save his people, to deliver his people. Bwana Mungu apewe sifa sana. Maandiko yanasema ya kwamba huyu shahidi mwaminifu Kristo Yesu, yeye ndiye mkuu wa ufalme wa dunia, ya kwamba ufalme wote waliomo duniani wako chini ya mamlaka ya Yesu Kristo. Hamna jambo la kuwa na mashaka hayo. Wawe ni maraisi, wawe ni mamalkia, wawe ni wafalme, wawe ni viongozi wa gani wa cheo kipi, basi mamlaka yao kwa hakika wako chini ya mamlaka ya Kristo. Ndivyo maandiko yanasema ya kwamba Kristo ambaye ni shahidi mwaminifu, ambaye ametukirimia hii neema na amani, basi yeye ni shahidi mwaminifu, yeye ndiye mfalme wa ufalme wa dunia. Tukuzwe sana kwa sababu yeye amekirimiwa jina kuu kuliko majina yote juu mbinguni, duniani na chini ya ardhi, ya kwamba kila goti litainama mbele ya Kristo, kila ulimi utakiri ya kwamba Yesu Kristo ni Bwana. Hallelujah. That every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is the Lord, to the glory of God the Father. Bwana Mungu wetu apewe sifa sana. Na maandiko ya Mungu yanasema kwamba huyu Kristo aliyetupenda na akatuosha kwa damu yake,
Bwana Mungu apewe sifa sana. Ufunuo Yohana mlango wa 5, maandiko yanasema kwamba Kristo ambaye aliyetupenda na akanunulia Mwenyezi Mungu kila kabila, kila taifa, kila tabaka ulimwenguni kote, wawe wa ufalme wa Mungu na wawe makuhani kwake Mungu Baba. Utukufu na ukuu una yeye. Tazama, yeye anastahili sifa, tukufu, heshima, nguvu na uwezo, utajiri, baraka ni zake Mungu Mwenyezi. Haleluya. Na anasema tazama, yuaja kwa mawingu, hata wale waliomwangika watamuona. Haleluya. Hata waliomdhihaki watamuona akija kwa mawingu, na utukufu wa Baba, utukufu wa malaika, utukufu wake. Mungu Baba tukuze sana Kristo Mwokozi wetu. Maandiko yanasema ya kwamba he is coming again in the clouds, every eye shall see him, even those who pierced him on the cross of Calvary. Bwana Mungu wetu apewe sifa sana. Na sababu yuaje kwa mara ya pili, tunaona kwamba kuna wale ambao watalia machozi ya huzuni, wana kwamba walikataa, walipuuza injili njema ya Kristo, injili ya ufalme wakaipuuza. Na basi maandiko yanasema watalia machozi ya huzuni wakiona ya kwamba wamekuja kuhukumiwa. Lakini kuna wale watalia machozi ya furaha wakijua kwamba wamemkubali Bwana wa mabwana, mfalme wa falme Kristo, wamekubali kuoshwa kwa damu ya mwana kondoo Mungu Kristo, wametakaswa na sasa wanasubiri mfalme wa falme, Bwana wa mabwana Kristo ajapo mawinguni kuleta ufalme wake wa milele. Praise the name of the Lord. Hakuna lingine ambalo tunalisubiri humu duniani ila ni kurudi kwa pili kwa Kristo, akiwa na utukufu ambao hauna kifani, akiwa na heshima na nguvu na uweza. Haleluya. Hata wale ambao kwa hakika wanamdhihaki, kwa hakika wataona utukufu wake na watalia machozi. Bwana Mungu apewe sifa sana. Yeye akiwa ni Bwana mabwana, mfalme wa falme. Sababu hiyo tunaona kwamba hakuna jina lingine ambalo ni kuu kuliko hilo la Kristo. Tunaona kwamba yuaja kwa mara ya pili baada ya kuleta unabii wake, na mambo haya mengine yatatimia kwa neno lake kwa utukufu wa Mungu Baba. Maandiko yanasema katika waraka kwa Filipi mlango wa 2 aya 5, iweni na nia hiyo ambayo ilikuwa ndani yake Yesu Kristo, ingawaje alikuwa ni Mungu, amefanana na Mungu, basi akanyenyekea kama mwanadamu. Na baada ya kunyenyekea kama mwanadamu, kaonekana ya kwamba amenyenyekea hadi katika mauti ya msalabani. Na kwa hiyo Mungu akamkirimia Yesu Kristo kuwa na jina kuu kuliko majina yote ambayo yako duniani, mbinguni na chini ya ardhi. Yawe ni majina ya malaika, yawe ni majina ya wale wazee 20 waike mbele ya kiti chake cha Mungu, makerubi na maserafi, yawe ni majina ya wafalme wa dunia hii, ya malkia wa dunia hii, yawe ni majina ya mwanadamu opi ama majina gani ya duniani ama chini ya ardhi, majina haya yote yako chini ya mamlaka yake Yesu Kristo. Sababu maandiko nasema he was given the name above every name in heaven, on earth and under the earth. Hallelujah. Kwamba kila goti litainama mbele yake Yesu Kristo, kila ulimi utakiri ya kwamba Yesu Kristo ni Bwana, kwa utukufu wa Mungu Baba wa mbinguni. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is the Lord, to the glory of God the Father. Bwana Mungu wetu asifiwe sana kwa jina la Kristo. Yeye amepewa jina kuu kuliko majina yote. Yeye mfalme wa falme, Bwana mabwana, kalitie jina lake. Haleluya. Na kwa maneno haya machache sitaki kukuchosha sana, lakini naomba kwamba ukaweze kulitia jina la Bwana. For whoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Haleluya. Atakayelitia jina la Bwana ataokolewa. Bwana Mungu wetu asifiwe sana. Tukiwa na mambo ambayo ni mengi ambayo Kristo alileta ili kwamba walimwengu waweze kunufaika ama kumakinika, tukijua mambo yajayo yako vipi. Bwana Mungu apewe sifa sana katika jina la Kristo. Basi inapotamatisha kwa maneno hayo machache, basi tunaona kwamba yeye Alfa na Omega na kuita uweze kukubali injili hii. Anasema mimi ni Alfa, mimi ni Omega, mwanzo na mwisho, wala hakuna mwingine. Yeye amesema Kristo Yesu ni Alfa, ni Omega, the beginning and the end. Bwana Mungu apewe sifa sana. Kanitie jina hilo ambalo limetunukiwa, jina kuu, heshima kubwa juu mbinguni, duniani na chini ya ardhi, that every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is the Lord, to the glory of God the Father. Bwana Mungu wetu apewe sifa sana.
Nilikupatia mwito huu napotamatisha kwa maneno hayo machache nikikuuliza, je, utaweza kulitia jina la Bwana? Je, ushawahi litia jina hili la Bwana kuokolewa? Basi neema na rehema za Mungu juu maishani mwako, ukadumisha hii neema na amani ya Kristo hadi katika ufalme wake. Je, haujalitia jina la Bwana? Ni wakati huu wa kulitia jina la Bwana. Maandiko yanasema ya kwamba tazama, wakati wa shida nilikuweza kwa hakika kukusaidia. Tazama, sasa ni wakati huu wa kuokolewa. This is the day of salvation. This is the day of salvation. Bwana Mungu apewe sifa sana. Haleluya. Na maandiko tunaona yanasema kwamba ukisikia sauti ya Bwana usiweke moyo wako kuwa mgumu, but call upon the name of the Lord and he shall be saved. Maandiko yanasema katika Warumi mlango wa 13 ya kwamba whoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Atakayelitia jina la Bwana ataokolewa. Haleluya. Umekaribishwa uje hapa karibu tuweze kutamatisha kwa neno la maombi. Useme Yesu niokoe, useme Yesu nikomboe, na ukilitia jina la Bwana atakuokoa, because he has got that power, that ability and might to save you and strength to save you and to deliver you from any kind of bondage. Bwana Mungu apewe sifa sana. Mahali uliko unataka kulitia jina la Bwana, sema tu, Bwana Yesu, naja mbele yako, mimi ni mwenye dhambi, naomba unisamehe dhambi zangu. Yesu Kristo Bwana Mwokozi, unitakase Yesu Mwokozi kwa damu ya msalabani, kwa damu na sadaka ya Yesu, naomba niokolewe. Nikumbuke Yesu Mfalme unaporudi katika mara ya pili katika ufalme wako. In Jesus mighty name I pray and believe. Baba Mungu, ni asante kwa yote ambaye amerudia maombi haya, kiomba kwamba kwa damu na sadaka Yesu Kristo aokolewe, atakaswe moyoni mwake, au mweupe kama theluji, akumbukwe katika kitabu cha uzima unaporudi kwa mara ya pili kwetu. Yesu Mwokozi, mkumbuke katika ufalme wako, kwa jina la Yesu Kristo kiamini. Asante Mungu Baba, hata kwa yule ambaye ni mgonjwa anasikia sauti hii, ameilala kitandani mwake, naomba ukatume neno lake ukamponye. Akiwa na malaria akaponywe, akiwa na arthritis akaponywe, akiwa na diabetes akaponywe, akiwa na pomo akaponywe, akiwa na cancer akaponywe. In the mighty name of Jesus, aweze kupona na kuwa shwari kwa jina la Yesu Kristo, because we shall be set free by the Son of God is free indeed. Kwa jina la Yesu Kristo kiomba amani, upendo na umoja katika Kenya nzima, katika jamii, upatiane neema na rehema na fadhili zako na baraka. In Jesus name I pray. Pigia Bwana Yesu makofi. Hallelujah. Just clap unto the Lord Jesus Christ. Basi Mungu wetu akubariki sana kwa jina la Kristo. Naitwa Pastor Israel James, na Mungu akubariki sana, aweze kukuonekania hata katika kazi ya mikono yako. Mungu akubariki katika jamii yako. Mungu akubariki katika maisha yako. Naomba neema na amani na baraka ziwe kwako hadi wakati mwingine.